hifadhi za jamii kwa watumishi wa umma, lakini ni mwanasheria, pia ni mtaalamu wa masuala ya hifadhi ya jamii. Mtaalamu wa masuala ya hifadhi ya jamii kwa maana ya kusomea, lakini pia kwa kufanya kazi, na zaidi ya miaka 17 katika eneo hili nimepata mafunzo mbalimbali yanayohusu masuala haya. Sasa tulipopata hii mada, nikajiuliza, tunapozungumza economic development, tunapozungumza transformation, tunalenga nini? Nini kinalengwa? Swali la kwanza. Lakini mbili, nikataka kuona sisi kama taasisi ya hifadhi ya jamii, tunapozungumza katika engo hiyo, hususan kwa hawa wataalamu wa habari, tunakuwa tunahusikaje katika mada hii ya economic development na transformation kwenye public na private sector. Nikatafuta engo ya kwanza. Moja, tukajiuliza nini kinapima economic development? Tuseme hapa pana maendeleo ya kiuchumi. Kitu gani kinapima? Traditionally tutaangalia GDP, pato la taifa. Jinsi linavyokuwa tunasema hapa pana maendeleo. Lakini utaangalia mfumo wa siasa, political system, utaangalia uhuru, utaangalia mfumo wa habari unavyowafikia wananchi. Yote hayo ni vigezo vya kupima economic development. Sasa katika engo ya pato la taifa, tuangalie nini vigezo ama visababishi, pushers, zinazopelekea pato la taifa kuongezeka. Kwa Tanzania, pato la taifa limekuwa likiongezeka kila mwaka kwa taarifa zilizopo, lakini taarifa za kota zinazotoka katika taasisi yetu ya statistics inaonyesha pato la taifa limeendelea kukua kila wakati. Na pato la taifa linapokuwa, maana yake kuna visababishi. Moja ya kisababishi kikubwa kimejitokeza katika muda mrefu sana, pengine toka tumepata uhuru, ni sekta ya kilimo. Ukuaji wa sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo imekuwa ni sekta moja muhimu inayochangia pato la taifa. Lakini eneo lingine katika miaka ya hivi karibuni linalochangia ukuaji wa pato la taifa ni huduma za fedha, huduma za kifedha kutoka kwenye taasisi za kifedha. Namna gani wananchi wanaweza kushiriki moja kwa moja kuwepo katika mfumo wa huduma za fedha, kukopa, kufanya biashara, kufanya marejesho. Sasa haya maeneo katika mfumo, tuanze na kilimo. Kilimo kinapokuwa, maana yake kuna uwezo, purchasing power ya wananchi inaongezeka. Ananunua, ndiyo mkulima anapata. Unaposema maendeleo haya katika upande wa pato la taifa yanajengwa na huduma za kifedha, maana yake kuna financial inclusion. Watu wengi zaidi wameingia katika mfumo wa kifedha. Sasa ili watu waweze kuingia katika mfumo wa fedha, waweze kuwa kwenye financial system, unahitaji wawe pia na financial muscle. Unahitaji pia wawe na financial muscle, wawe na financial security, wawe na income, wawe na sustainable income. Sio tu income, lakini income endelevu, mapato endelevu. Sisi mfuko wa hifadhi ya jamii PSSF, katika upande wa social security, tunachangia economic development katika sura hiyo. Tunajenga uwezo wa watu mmoja mmoja, kaya moja moja, katika kuhakikisha
wanapata uwezo wa kushiriki moja kwa moja katika visababishi vya kukuza uchumi Tanzania. Tunashiriki vipi? Moja, tunapowalipa pensheni wastaafu wetu. Kwanza, kabla ya kumlipa pensheni, anapokuwa mwanachama wa mfuko, maana yake yupo kazini, maana yake ana kipato cha mshahara. Anapostaafu, kipato kinasimama, mfumo wa hifadhi ya jamii una respondi kusema kipato ulichosimama, PSSF itakupa uendelevu wa kipato chako. Mtu huyu anaweza kuendelea kushiriki katika economic sector mbalimbali, katika mifumo mbalimbali ya kiuchumi, akiwa ni amefungua biashara yake binafsi, akiwa yuko nyumbani, walau kila mwezi anapata. Sasa nini tutakifanya katika uchumi? PSSF kwa mfano, katika mwezi mmoja, kila mwezi tuna pump in kwenye uchumi monthly pension ya shilingi bilioni 70. Yaani kwa mwezi tuna run payroll, tunaweza kulipa pensheni ya bilioni 70 kila mwezi. Maana yake ni bilioni 70 zinakwenda kwenye uchumi, zinakwenda moja kwa moja katika ujenzi wa GDP ya Tanzania kupitia wastaafu wetu. Hii ni impact kubwa, hii ni mchango mkubwa. Bilioni 70 mara 12 unazungumza zaidi ya bilioni 800 na kitu, milioni kama 870, milioni 839. Haya ndiyo tunayoyafanya kwa mwaka. Tuna pump in the economic sectors, in the economic units za Tanzania more than 800 billion kwa kupitia mfumo wa pensheni ya kila mwezi. Lakini hiyo haitoshi. Ili tufanye impact kubwa zaidi, PSSF kupitia vyanzo vyake vya uwekezaji, kwa sasa PSSF ina uwezo, imeendelea kukua, thamani ya PSSF imeendelea kukua kutoka trilioni 6 miaka 4-5 iliyopita mpaka sasa tunakwenda kwenye trilioni 10. Hii ni hatua kubwa. Je, trilioni 10 za total asset ya PSSF zina maana gani katika economic development? Hizi zipo katika sekta mbalimbali, katika mfumo wa uwekezaji mbalimbali, zinaleta madhara positive, zinachangia katika kusukuma mada hii ya economic development. Sasa kwa jumla nimesema tunakwenda kuhit 10 trillion sasa hivi, lakini uwekezaji wetu peke yake, thamani ya uwekezaji ambayo tunayo katika uchumi wa Tanzania si chini ya trilioni 9. Si chini ya trilioni 9. Zipo katika majengo, zipo katika dhamana za serikali, zipo katika deposit za mabenki na kadhalika na kadhalika. Zote hizi zinachagiza uchumi kuendelea na kukuza pato letu la taifa. Hata kwenye financial sector, kama tuna deposit kubwa kwenye mabenki ambazo nimesema almost kwa ujumla wa total investment ni karibu trilioni 9 hivi karibuni, then zipo katika category mbalimbali za uwekezaji. Kwenye mabenki tuna deposit, zinasaidia benki kutoa mikopo, zinasaidia benki kurani biashara ya banking industry Tanzania, ambayo pia nimesema ni sekta ya pili kutoka katika statistics zinazoonyesha ni sekta ya pili katika uchangiaji wa pato la taifa. Lakini pia kwenye kilimo, benki zinashiriki katika maeneo mbalimbali ya kilimo. Tunaamini trilioni zetu 9 zinaleta very positive results katika economic development. Sasa haya yote ukiyatazama yana maana gani? Ili mfuko uweze kuendelea
kuendelea kwa hifadhi ya jamii, uweze kuendelea kuchagiza economic development, pamoja na uongozi mzuri, pamoja na kuwa na wafanyakazi wazuri, pamoja na katika kutumia mifumo ya tehama vizuri, ili kurahisisha operations, kufanya ufanisi katika utendaji kazi. Lakini pia muhimu zaidi, tunaangalia uwezo wa mfuko katika kuendelea kufanya haya kwa maana ya sustainability, uhimilivu wake. Kama mliwahi mnasikia mifuko ya pensheni inataka kufa. Tanzania, mbali ya uongozi mzuri, kutumia mifumo ya tehama, kuweka taratibu mbalimbali, ushirikishwaji wa wadau wakubwa, hasa wanachama wetu, tumeweza mfuko kukua katika eneo la sustainability kutoka 22% iliyokuwepo awali mwaka 2023 mpaka sasa tumefikia 22, mpaka sasa tumefikia 36% ya kipimo kile cha sustainability, ili tuendelee kuyafanya haya. Na kipimo kinachopendekezwa ni kipimo cha 40%. Sisi tayari tupo katika 36%. Maana yake tutakuwepo sana katika ujenzi wa uchumi Tanzania. Sasa mapinduzi ni muhimu. Economic development ni one aspect. Mapinduzi ni muhimu, not changes. Nimependa mada yenu mnazungumza habari ya transformation, because changes is a short term exercise. When we talk of transformation, unapozungumza habari ya transformation, mageuzi, unaangalia mfumo mzima wa kisera, mifumo mizima ya rasilimali watu, mifumo mizima ya infrastructures mbalimbali zinazosaidia katika na sera. Sasa hivi tunaendelea na sisi katika mapinduzi hayo katika level ya taasisi, ili tuendelee kuwa wazuri na tuendelee kuchangia maeneo mbalimbali. Moja ya maeneo ambayo tunayafanya kwa sasa ni kuendelea kuimarisha uwezo wetu wa kifedha, uwezo wetu wa kimapato, lakini pia kuendelea kutumia vizuri rasilimali watu, kuendelea kutumia vizuri mifumo ya tehama, kuendelea kushirikisha wadau kama hao ambao leo tuko na nyinyi kuzungumza, wadau wa MISA muhimu sana. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo tunaweza tukatoa kama experience, lakini pia mchango katika mada yetu ambayo tumekuwa nayo hapa. Nipende kusema hifadhi ya jamii Tanzania ni sekta muhimu sana ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa pato la taifa. Nipende kusema sisi tuna msemo wetu wa PSSF, tunasema leo kesho pamoja. Leo kesho pamoja itategemeana tu na uwezo wa kifedha ambao tunaendelea kujenga kila siku. Kama nilivyoeleza, tumetoka trilioni 6 thamani yake, sasa tuko trilioni 10 hivi karibuni. Mimi natokea TASAF, naitwa Josephine Joseph na ni mratibu wa malipo kwa njia za kielektroniki kwa walengwa wa TASAF. Lakini naamini pia teknolojia imeendelea sana. Sasa tukiendelea na topiki yetu hiyo, na kwa upande wa TASAF ningependa niongelee baadhi ya maeneo ambayo yana contribute kwenye maendeleo ya kiuchumi. Na kwenye maeneo ambayo ningependa kuzungumzia ni hasa kwenye maeneo ya kuboresha mahudhurio ya sekta ya elimu pamoja na afya, ambayo ni mojawapo ya maeneo muhimu sana, maeneo ya kimkakati katika maendeleo ya kiuchumi, kuleta maendeleo ya kiuchumi. Lakini pia alimaliza kuongea, amezungumzia sana kuhusiana na financial inclusion. Kwa hiyo tutaangalia jinsi ambavyo tunaweza kupromote hizi entrepreneurship na investment. Lakini tunafahamu katika eneo lingine la kimkakati, kama hatuna ajira pia inaleta inarudisha nyuma maendeleo ya kiuchumi. Tunafahamu tunahitaji ajira ili kuweza kucontribute kwenye maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo nitakuwa nitajikita kwenye maeneo haya
na kuona jinsi ambavyo kazi ambazo TASAF tunazifanya zinapelekea kwenye maendeleo ya kiuchumi. Ningependa kuelezea kwamba TASAF imeanza tokea mwaka 2000 na kipindi hicho tulianza kwa miradi ambayo ya miundombinu zaidi. Tulikuwa tunafanya miradi ya kujenga miundombinu kwenye maeneo ya tunajenga mashule, dispensaries. Lakini tulikuwa tumejenga sasa zile shule na vituo vya afya, tukaona kuna kundi ambalo tumekuja kufanya utafiti. Kuna kundi ambalo wanashindwa kuaccess hizi facilities, kaya maskini. Kwa sababu ya umaskini wao, hata mavazi ya kunyanyuka pale nyumbani kwenda hospitali hana. Hata kitokea mikutano ambayo sasa ndio hizo taarifa zinakuja kwamba kuna kituo cha afya nini, anashindwa. Leo ukiwa maskini, hata ile nguvu ya kusimama mbele ya watu inakuwa hauko. Hata kushiriki ile mikutano inakuwa hakuna. Lakini pia wewe ni maskini, mtoto ile uniform ya kwenda shule hana. Ana access vipi vile zile shule? Kwa hiyo tukasema hapana. Serikali ikasema basi tuanzishe sahu mpango wa kunusuru kaya za walengwa. Kwa hiyo tunatekeleza hiyo Productive Social Safety Net program ambayo ni mpango wa kunusuru kaya za walengwa ambao ulianza mwaka 2013. Na mojawapo ya afua ambayo tunatekeleza ni kutoa ruzuku kwa kaya maskini. Ruzuku hizo ni kwa terms ya fedha taslimu. Tunafanya cash transfer, tunawarudisha fedha kwenye hizi kaya. Sasa wengine wanasema hapana, mfundishe mtu kuvua samaki usimpe samaki. Lakini ukiwa na njaa utaweza kuvua? Unaweza kuvua samaki ukiwa na njaa? Hapana, shiba ili uweze kufanya kazi. Kwa hiyo tukasema sasa, serikali ikasema tuwape watu mazingira yao yawe comfortable. Mtoto ameenda shule. Kwa hapa tulipo mazingira yetu ya nyumbani yakiwa mazuri, watoto nyumbani wamepata kazi yako unaweza kuifanya vizuri. Kwa hiyo ikawa kuna hiyo afua ya kuadilisha fedha na tukawa na component kidogo ya masharti. Kwa hiyo kwenye zile kaya ambazo zina watoto ambao wana umri wa kwenda shule na kwenda kwenye afya ile under 5, lazima mtoto ahudhurie clinic. Kwa hiyo lazima mtoto ahudhurie clinic, mtoto kwenda shule aende shule ili ile kaya ipate hiyo ruzuku. Kwa hiyo kwa namna hiyo imepromote sana access to health and education facilities. Na kuna utafiti ulifanyika na NBS ikaonyesha kwamba kwa programu ya hii TASAF 2 imecontribute 6%, imeongeza by 6% attendance ya watoto shuleni na kwenye vituo vya afya. Lakini pia imepunguza udumavu. Tunafahamu kama mtoto akipata udumavu hategemei tupate nguvu kazi nzuri kwenye serikali yetu. Lakini pia tunafanya afua nyingine ya kuwekeza na kukuza uchumi wa kaya. Eneo hili ni la muhimu sana kwa sababu walengwa wetu hawa wanawekwa kwenye vikundi. Na vitu tunafahamu wote tunasemaga vikoba. Lakini kwenye level pia ya community tunaweka walengwa hawa kwenye vikundi. Ambapo sasa of course wanakuwa wanapewa training mbalimbali jinsi ya kutengeneza miradi, wanapewa pia na productive grant mitaji kwa ajili ya kuweza kutengeneza miradi na kufanya biashara mbalimbali. Kwa hiyo kwenye eneo tunakuwa tumetengeneza sasa ujasiriamali na vikundi hivi tunavi-include, tunavi-introduce, tunavi-link na formal financial sectors, mabenki na makampuni ya simu. Ameelezea na mwenzangu aliyepita kuhusiana na financial inclusion, sitaielezea, lakini tunaicontribute kwenye eneo hilo kwa kiasi kikubwa sana. Na tunapozungumza mpaka sasa tuna zaidi ya vikundi 1068 na wao tunaposema ni kaya maskini wamekwisha save, wana akiba ya thamani ya bilioni, sio milioni, bilioni 7.8. Wanasema mbona kaya maskini lakini wana save hizo hela 7.8 wanazo, wameweza kuzisave. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ambavyo hivi vikundi vinaweza kuchangia sasa kwa TASAF imeweza kutengeneza hivi vikundi ambavyo at the end of the day vinaenda kusaidia kwenye maendeleo ya kiuchumi ya taifa letu. Lakini pia tuna afua ya ajira za muda. Kama ambavyo nimesema, ajira ni mojawapo ya eneo muhimu sana katika kuendeleza maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa kupitia afua hii tunafanya miradi mbalimbali ya ujenzi
wa miundombinu tunaendelea nayo, kwa sababu baada ya watoto kuanza kwenda shule, demand imekuwa kubwa. Watoto wanaenda wanafaulu, wanahitaji shule za sekondari, wanaenda wanafaulu, wanahitaji kwenda chuo. Tumeingia makubaliano na wenzetu wa bodi ya mikopo. Kwa wale watoto ambao kwenye kaya maskini hizi, kaya za TASAF, wanapomaliza kama wakifaulu kwenda chuo, ile bodi ya mikopo inawapa 100% ya mikopo. Na tunavyoongea, asante sana. Na tunavyoongea sasa, kuna baadhi wamegraduate mwaka jana. Kuna binti mmoja amegraduate telecommunication engineering UDSM. Tunaye mwingine bwana Idi hapo UDOM, wanawakimbiza kitengo cha elimu. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo pia tunafanya kazi na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunafikia maendeleo ya kiuchumi ambayo tunayataka. Lakini walengwa wetu hawa wanafanya kazi kwenye hii miradi. Kwa hiyo mwishoni mwa siku wanapata zaidi ya kupata ajira, sababu wanapata kipato, lakini pia wanapata ujuzi ambao utawasaidia kwenye kuja kuongeza kipato chao. Kwa hiyo ni maendeleo machache ambayo kama sasa tunafanya katika contribute kwenye maendeleo ya kiuchumi.